CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu. Naitwa Elneo Malekela, niko katika kanisa la TAG Makambako mjini, na nimebahatika kukutana na kiongozi wa DMS jimbo la Njombe Kaskazini, na tunataka tujifunze na tusikie vitu vichache kutoka kwake, nini anazungumza kuhusu DMS. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Given Pila. Na mimi ni katibu wa idara ya muziki na uimbaji jimbo la Njombe Kaskazini. Naam, tunapozungumza DMS tunamaanisha nini? Naposema DMS kwanza hili ni neno la Kiingereza na ni kifupisho, kwa urefu ni Department of Music and Singing. Kwa Kiswahili unasema kwamba ni idara ya muziki na uimbaji. Idara ya muziki na uimbaji. Naam, kuna makongamano ambayo yanaendelea kufanyika na ziara ya uongozi wa taifa kwa ajili ya kupita majimbo mbalimbali. Nini muhimu wa kuwa na makongamano kama haya? Makongamano kama haya ni muhimu kwa sababu kubwa moja, kwa sababu katika makongamano haya ndipo tunapata mafundisho kutoka kwa viongozi wetu, lakini mafundisho haya yanakuja wakati tumejumuika kwa pamoja. Yaani tunakuwa tupo kwa pamoja, wanakwaya wote, watu wapige vyombo wote kwa pamoja, lakini pia tunakuwa tupo kwa idadi kubwa kiasi kwamba inakuwa ni rahisi zaidi kufikiwa kwa kila mmoja kwa nafasi yake, na yanatukuza na kutujenga zaidi katika kuviinua viwango vyetu vya ibada makanisani. Sawa, lakini pamoja umeelezea vingi, labda kuna mwingine ameisikia na umeifasiri vizuri na umuhimu wa kuwa na makongamano kama, lakini hasa wahusika wa haya makongamano au hasa wahusika wa hii idara ya DMS ni watu gani hasa? Tunaposema idara ya muziki na uimbaji, yani ni idara inayohusiana na ibada, na wahusika ni watu wote wanaoabudu. Lakini tukiweka kwa umaalum kabisa, tunaweza tukasema wahusika ni wanakwaya wote kwa sababu wanahusika katika ibada. Lakini pia wahusika ni watu wa muziki, wapiga vyombo wote ni wahusika wa idara hii ya muziki na uimbaji. Lakini pia tunahusika na watu wa media makanisani. Lakini pia idara hii inahusisha makundi ya kusifu na kuabudu, na idara hii inahusisha pia waimbaji binafsi, wote ni wahusika. Lakini Biblia inasema kwamba kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kwa hiyo tunasema idara ni idara ya ibada. Kwa hiyo kila anayeabudu, kila mwanaibada ni anahusika, ni muhusika wa hii idara. Kwa hiyo kimsingi kabisa naweza nikasema kwamba idara hii inamhusisha kila mtu ndani ya kanisa, kwa sababu kila mtu ni mwabudu. Okay, sawa. Manake baadhi ya watu wengi walikuwa wanajua ukizungumza DMS na idara ya kusifu na kuabudu, walikuwa wanadhani kwamba ni timu tu ya kusifu na kuabudu, kwaya, wajihusishi na makundi mengine. Lakini tunakushukuru kama kiongozi kwa ajili ya kuweza kutupa upana wa maana ya DMS. Kwa hiyo ndugu yangu mshirika wa kanisa, popote pale ambapo unasikia na unapata kuelewa kwamba DMS si kwa ajili tu ya wanasifa peke yake, bali ni kwa watu wote wanayefanya ibada yetu. Hii ndio DMS inayoturejesha katika msingi wa ibada ulio bora na wenye kumpa Mungu utukufu. Mungu akubariki sana, na endelea kufuatilia CS Online TV. CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu.